Asante sana, swali zuri. Kama ulivyokwisha kusema, kawaida kuna dalili fulani za kimwili ukishazipata ni rahisi kwenda kwa daktari hospitalini kupata msaada, lakini kuna zile changamoto sasa ambazo moja kwa moja zinaathiri afya ya akili. Utajijuaje sasa hapa ninahitaji kwenda kwa mtaalamu? Na niliko kimtego, kwa sababu wakati mwingine hatuoni kwamba kuna hali unaipitia, unaona tu ni kawaida na haiko katika tamaduni zetu, ni hali ambazo hatujazizoea. Tofauti ukiumwa kichwa, ukiumwa tumbo, utawahi hospitalini. Muhimu kwanza kufahamu kwamba afya ya akili pia ni afya, na hatuwezi tukazungumzia afya bila kusemea afya ya akili. Kwa hiyo kwanza, kama nilivyokuwa nasema, afya ya akili inaakisi namna unavyohisi, namna unavyofikiri na mienendo ama tabia yako. Ukishaanza kuona kuna changamoto, mabadiliko maeneo hayo, ni muhimu kwanza kujifanyia tathmini na kufuatilia kwamba hivi ninavyoelekea ni sawa au si sawa. Kwa mfano, kuna hali fulani unaweza ukawa unaipata ambayo we mwenyewe unapata hali ya msongo, unapata mfadhaiko na unakosa amani. Muda unaenda, kwa wiki kadhaa, siku zimezidi, unapata ile hali, unaona kabisa ambavyo namna inavyoendelea kukusumbua. Unakosa amani, unashindwa kufanya vitu vyako, wakati mwingine unashindwa kuchangamana na watu, kushiriki baadhi ya vitu kwenye jamii yako, kazini kwako. Ni muhimu kujua kwamba hapa tayari ninapitia hali fulani ya changamoto ya afya ya akili. Lakini kingine, unaweza ukakuta kama kawaida yako kuna kazi unakuwa unazifanya, unashindwa kuzitimiza, unashindwa kuzifikia, au saa zingine ufanyi kabisa kazi, unajikuta tu mwili wako kuna hali ambayo unaipitia, yani hata kwenda kazini au yale majukumu yako ya nyumbani huwezi kufanya. Uweze kutambua pia kuna hali fulani unaipitia, na ni muhimu kuanza kufanya njia za kutafuta msaada. Unaona, lakini kuna dalili nyingine ambazo au hali nyingine ambazo mtu unapitia, unaona kabisa hizi ni hatari. Kwa mfano, aidha matumizi ya vilevi kupitiliza, au unajitenga sana, unakuwa tu mtu wa peke yako. Muhimu kuona sasa au kupata ile picha kwamba hii sio hali ya kawaida, kwa sababu nyakati hizi au hali hizi zinaweza zikakupelekea aidha ukapata mawazo mabaya, kama mtu ambaye anavyojitenga akajikuta kabisa anaona maisha hayana thamani, anaweza hata akapata mawazo ya kutaka kujiondoa uhai. Lakini saa zingine unapitia hali fulani ya changamoto, unajikuta sasa matumizi ya vilevi yamezidi, mpaka wakati mwingine watu wanakunywa mpaka wanazima, au anakuwa hajitambui anavyofanya nini, kinaendaje, au hapa yuko wapi, hawezi kufikiri vizuri. Ni muhimu kufahamu kwamba hiyo ni hali ya hatari na kuweza kujifanyia tathmini, kuona kwamba hapa ninahitaji msaada ili hali isiwe kubwa zaidi. Lakini kuna vile vitu ambavyo vinafanyika ni tofauti na kawaida yetu. Kwa mfano, katika jamii zetu tunavyoishi, kuna hali ambavyo tunaishi ambazo ni ujamaa, ni hali za kawaida, lakini kuna mienendo ambayo mtu anafanya, unaona kabisa kwenye jamii yetu sivyo. Au labda mtu aanze kutembea bila nguo, hapa tayari tunaanza kuonyesha kwamba kuna hali ambayo haiko sawa katika hali zetu za kawaida au maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo pia ni kama tahadhari kuonyesha kwamba kuna hali fulani au kitu fulani hakiko sawa. Lakini yote hayo niliyoyataja, kama dalili hizo au changamoto hizi, mfadhaiko ama kuna mabadiliko fulani unayapata kisaikolojia, kihisia, kiakili na kwenye mienendo yako, unajiona kwamba zina muda unavyoenda, wiki imeenda zinaendelea tu, wiki ya pili imeenda zinaendelea, mwezi umekatika, muhimu kwanza kutafuta msaada zaidi, kwa sababu hatari yake ni kwamba unaweza ukaelekea katika hali ya ugonjwa wa akili. Lakini kama jitihada na njia za usalama zikifanyika mapema, unaweza ukaokoa dalili hizi zisifike katika hali ya ugonjwa wa akili, na hapo ndipo kuanza kuona kwamba
kuna vitu tunaweza tukafanya awali kabla tujafikia hali ya ugonjwa wa akili. Asante sana kwa hilo swali tena muhimu, kutokana na hali ambayo tunaipitia katika jamii zetu. Masuala haya ya kubet ni moja pia ya changamoto za afya ya akili, kwa sababu tukumbuke pia katika maisha yetu kwa ujumla kila kitu kina kiasi, kipimo chake, lakini kuna vitu ambavyo vinafanyika vimezidi. Sasa kwa hali hii inapelekea hali ya uraibu kama addiction fulani, na wengine huko nchi za wenzetu wanaziita gambler. Huyu ni gambler mwenzetu, mambo ya gambling haya, unaona, moja kwa moja ni swala la afya ya akili, kwa sababu kinachotokea pale unajikuta unachoona kwamba ninapata gawio kubwa, ninapata hela nyingi, lakini ile hali ya kufanyia tathmini, kujichunguzia, kuona kwamba risk zake zilivyo na kuelewa kwamba hata nimejaribu imeshindikana, nikome hapa, niache, kwa sababu kinachoendelea unavyoendelea kuweka hela, kuwekeza, na vile ambavyo hauoni matokeo yale chanya ambayo ulikuwa ukiyategemea, mwisho wa siku unaathirika kisaikolojia, na hata ubongo wako namna sasa unavyofanya katika ufanisi wake unakuwa hauko kwenye ile mitazamo ya kiafya. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta unashindwa kutambua kwamba kuna kipimo ambacho natakiwa nifahamu mwisho na nikomee hapa, niache, la sivyo nitakachofikia nitakuwa tu naendelea kuweka hela. Wakati mwingine hela zote zinatumika mpaka unaweza kufanya vitu vya nje ya uwezo wako, utafute hela kwa wengine, kukopa madeni, ili tu kuhakikisha kwamba ninapata lile gawio ambalo nilikuwa nategemea. Kwa hiyo ni changamoto ya afya akili, kwa sababu namna ile ambavyo mtu anajikuta anajikita sana kwenye kubet bila kujua kwamba kwa mitazamo ile kwamba hapa ufanisi huu au hali hii inayofanya ni salama au kiafya sivyo, unajikuta mtu anashindwa kugota na kusema kwamba hapa niachane nayo, lakini kwa sababu anaona kwamba anavyofanya kuna bahati naweza nikaipata, lakini asijue kwamba bahati pia kuna namna yake ya kwenda nayo kutegemeana na hali au picha halisi ilivyo. Mwisho wa siku anajikuta anaingia kwenye hali hiyo ya uraibu, kwamba lazima. Kwa hiyo mwisho wa siku atatafuta hela nyingi, ataweka hela nyingi, na asipate yale matokeo, anapata mfadhaiko kwa sababu ameshindwa kupata kile alichokuwa amekitarajia atakipata. Alafu anajikuta sasa madeni yamekuwa mengi, lazima niyarudishe, na yarudishaje? Na mimi nilikuwa naanza kujitafuta, nategemea kwamba nikipata gawio hili kwenye kubeti ndio litanisaidia. Asijue kwamba kwenye maisha kama vile alijigotea upande mmoja, asijue kwamba kuna njia mbalimbali za kuweza kufaulu kwenye maisha au kufika malengo fulani au maendeleo fulani. Kwa hiyo baadaye mtu huyu anaweza akafikia kwamba akaelemewa, akakihisia, kifikra, mwisho wa siku akaona, wengi wanafikia katika hali ya kukata tamaa na kujifikiria kujiondoa uhai, na wengine kwa sababu tayari alishaanza hivyo na ni kitu ambayo hakukuwepo na usimamizi mzuri au mwongozo mzuri, anajikuta anatumia hela zake, hela ambazo nyingine hazikustahiki, au wakati mwingine anakopa, au wengine hata wanachukua hela kwa nguvu, wanaiba pia bila kupewa. Kwa hiyo unajikuta mashinikizo hayo na presha hiyo, mtu anajikuta anafanya vitu ambavyo hakutarajia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona namna gani inatupa picha huyu mtu anapitia hali ya changamoto ya afya, na athari zake ndio kama hivyo, kwa sababu kama umewekeza vitu vingi vimeshindwa kukupa yale majibu uliyoyatarajia, anapata kuathirika. Wengine wanaishia kujiondoa uhai, lakini wengine wanapata hizo changamoto nyingine za afya akili kama huzuni, kujitenga, na wengine wanapitia riski kubwa zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja ni hali ya changamoto ya afya ya akili. Asante kwa hilo swali zuri.
Kuhusiana na swala la malezi na matokeo ya vizazi ambavyo tunavyo sasa hivi, hususan kizazi ambacho kiko kina hit sana sasa hivi ni Generation Z, ama kwa kifupi wanakiita Gen Z. Tufahamu pia kabla ya kizazi hiki kuna vizazi ambavyo vilikuwa nyuma na kutokana na mabadiliko ya kidunia kwenye sekta mbalimbali, kuanzia kwenye mambo ya siasa, mambo ya uchumi, maisha kwa ujumla, yanatupelekea kuwa na aina fulani au kuendana na mabadiliko au kuendana na hali ambayo ipo kwa wakati huo, kutegemeana na rasilimali ambazo zipo. Tukiangalia wazazi wetu kwa mfano, kizazi hiki cha sasa hivi ambavyo mafunzo tu ya shuleni yanaakisi kwa mambo ya kidijitali, tofauti na kizazi kilichopita miaka ya 80 na 70 ambako wao hakukuwa na kitu cha school bus, lazima aende na miguu, atembee peku mpaka afike. Unaona kuna tabia fulani ambazo zinajengeka na kuna majibu fulani tunayapata au mitazamo fulani au makuzi fulani ambayo yanaonekania. Kwa hiyo hili nalo liko kama angalizo, kwa sababu pia kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea sasa hivi kwenye jamii zetu na dunia kiujumla, lazima tuwe makini, hususan kwa wazazi na walezi, namna tunavyoishi binafsi na namna tunavyoishi na watu na hata nyumbani tunavyowalea watoto wetu. Kama nilivyokuwa nasema huko awali, kila kitu kina kipimo chake. Kwa hiyo lazima tuwe katika umakini huo, kujua kwamba wakati huu na hali hii najua hapa sivyo, hapa ndivyo. Na wakati mwingine kutokana na hali ya maisha au mfumo wa maisha, kuna wakati au mifumo hii ambako ipo kwenye jamii, wengi wanaonekana wakiwa wako busy sana au wako katika harakati za kufanya mambo mengi zaidi, wanajisahau baadhi ya vitu ambavyo vile ni vya muhimu, ambavyo ni nyeti zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna majibu au tuseme matokeo ambayo tunayapata ambayo sivyo. Labda sasa hivi inaonekana kwamba kizazi hiki hakisikii, kizazi hiki hakiheshimu, kizazi hiki kiko tofauti sana, na hii ni kutokana na hali ya mfumo au mabadiliko ambayo yapo. Kwa hiyo muhimu kuwa makini kuelewa mazingira na namna mambo yanavyoenda, kwa sababu pia hiyo inaakisi pia namna tunavyoishi, namna tunavyotenda na namna tunavyolea vizazi vyetu au watoto wetu, na namna ambavyo tutaenda navyo sawa sawa itatusaidia hata na wao kuwasaidia wale watoto wao wa baadaye watakavyowalea wawe katika namna nzuri. Kwa hiyo tu ni angalizo kwamba kutokana na mabadiliko ya kidunia kwa ujumla, ni kujua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimebadilika. Tusipokuwa makini vya kutosha, vinaweza vikatukuta tunaweweseka au tunaelemea tu kwenye upande huu bila kuhakikisha tunakuwa makini na kufanya yale ambayo yanastahiki, kuhakikisha tunachunga na kulinda familia zetu ili ziweze kuwa katika hali nzuri, na mwisho wa siku tunapata matokeo au mienendo ambayo sio salama. Asante kwa hilo swali, na maswali yako hapo ya mwisho yanaendana na uhalisia ambao una hit very common sasa hivi. Watu wengi na kibaya zaidi, makundi yote, sio watoto, sio vijana, sio wazee, sasa hivi wanajikuta wanatumia muda mwingi kukaa kwenye simu. Mwisho wa siku anajikuta muda mrefu umepita, anashikilia tu simu yake, na kama ikitokea labda amekosa simu haina moto, labda chaji imeisha au hakuna bando za kutosha, yani anaona ni heri afanye kinachowezekana apate anavyoweza ili kuhakikisha anajaza simu yake vifurushi vya kutosha ili kuweza kukaa tu kwenye simu. Hii hali tunaweza tukaiona kama ni changamoto ya afya ya akili kwa namna ambavyo inavyoathiri. Kwanza
narudi kwenye ile angalizo kwamba tufahamu vitu vingi, mifumo ya maisha yetu, namna tunavyoishi, mfumo wa maisha, lifestyle zetu, lazima kuwe na kipimo, lazima kuwe na ukiasi. Ukijikuta unatumia muda mwingi kukaa kwenye simu, maana yake kwanza wewe kama kuna namna unahudumaza ubongo wako, wewe tu ni wa kupokea taarifa, unakaa tu unapokea, lakini wewe katika swala zima la kuchakata, katika swala zima la kufikiri, kufanya kazi, kuwa active, unakuwa haupo, kwa sababu muda mwingi wewe unajikuta tu upo kwenye simu ama mitandao hii ya kijamii. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kuna baadhi ya mambo unashindwa kufanya. Kwa mfano, ikitokea katika kukabiliana na swala zima la namna ya kuchanganua mambo, kufikiri ile kwa kina, kuweza kukaa na kufanya ufumbuzi, namna ile unavyokuwa active inakuwa ni ngumu, kwa sababu umeshauwezesha ule ubongo wako na mwili kwa ujumla. Wewe ni mtu wa kukaa tu, unapokea, unaona, una scroll, unaona kama vile ni namna ambavyo unajiweka sawa, lakini changamoto yake au athari yake inaweza kuwa hivyo. Lakini kingine ni kwamba unakuta watu wengi, kwa sababu kuna hali fulani ubongo umekuwa umeuzoesha kutokana na hiyo hali unayoifanya, kwa hiyo hujajiwekea kipimo na imeshakuwa ni kawaida na ni mazoea. Kwa hiyo ghafla ikionekana kwamba kuna kitu fulani kimezuiliwa au imekatishwa, au kwa mfano tukiona watoto tumewanyang'anya, kuna hali fulani ya upambanaji wanakuwa wanaionyesha, aidha atapiga makelele au atakuwa mkali na nini. Kwa hiyo katika hisia, unaona namna ya kuzikabili zile hisia zetu inakuwa ni ngumu, kwa sababu unaona kwamba ni haki yako kuendelea kwa muda ule ambao unajitakia, bila kujua kwamba inakuathiri kiafya na kisaikolojia na kiubongo wako pia, kwamba kuna vitu ambavyo unashindwa kufanya kazi katika ile hali yako ya ufanisi kama unavyotakiwa kufanya, kwa sababu tu muda mwingi umejiekezea katika kukaa kwenye vyombo vya mitandao hivyo ambavyo vinakufanya wewe ni mtu tu wa kupokea, bila wewe mwenyewe kuwa active vya kutosha, au kuwa na njia zile za kwamba ni sasa nifanye hiki, hebu niende nikafanya vile. Kwa sababu unavyotoa mwili wako kwenye ile hali, unaweza ubongo unachangamka na kuweza kufikiri namna za ufumbuzi mzuri zaidi na kuweza kuchanganua mambo vizuri, tofauti ambavyo unakaa muda mrefu. Kwa hiyo ni kama unakuwa kuna namna fulani ubongo umelala na umedumaza fulani, kwa sababu ya ile hali ambayo unakuwa umeitumia kwa muda mrefu, na ubongo umekuwa umezoea hivyo, unashindwa kufanya mambo mengine kama kawaida au inavyotakiwa kufanya. Swali zuri. Na hapo mara nyingi matumizi ya vilevi imekuwa ikiwa kama sehemu au njia ya kuweza kukabiliana na changamoto ambazo tunazipitia kisaikolojia. Kama hivi umekutana na changamoto fulani ya msongo ama stress, wengi au niseme watu wengi au mara nyingi wanapenda kutumia vilevi kama sehemu na sio tu vilevi, kuna njia ambazo zinatumikaga ambavyo sio njia salama kiafya, labda niseme hivyo. Na hapa nitoe pia angalizo kwamba muhimu namna ama njia ama vile tunajaribu kufanya namna yoyote ama mienendo yoyote tunajaribu kufanya kukabiliana na hali fulani ambayo sio nzuri tunayoipitia kwenye maisha yetu, ni muhimu kujua na wewe binafsi kujiuliza, hii ni njia salama au sio salama? Kwa sababu njia zipo nyingi, lakini muhimu kujua hii ni njia salama au sio salama. Kutokana na kawaida na mazingira yetu yalivyo, wengi wanapenda kwenda kwenye vilevi, kawa pombe au dawa za kulevya na vitu vinavyofanania hivyo. Riski yake ni kubwa, kwa sababu kwanza ile sio njia salama. Kinachotokea pale ni kwamba mtu anafanya vile akifikiri kwamba anajaribu kutatua tatizo
lakini anachofanya ni kama ni kama vile umelifanya tatizo lilale kwa muda fulani na baadaye litaamka tena. Yaani ile tatizo lako hata halijaisha. Kwa hiyo zile hisia zako na yale mawazo yako ni kama vile kuna sehemu umeyaweka kwa muda fulani, lakini haujayafanyia ufumbuzi. Na njia hii ya vilevi inachofanya ni kwamba inayapoza tu kwa muda, lakini baadaye vinarudi tena. Kwa hiyo ni muhimu kujua njia nayotumia ni salama ama si salama kukabiliana na changamoto yoyote inayoniathiri kisaikolojia, kihisia. Kwa sababu usipopata njia nzuri na kujua tatizo unalopitia ni nini, kuchanganua sasa, kufanyia ile tathmini, nafanyaje hii hali, nitahitaji mtaalamu au watu wanaonizunguka, kwa sababu kabla hata ya kufikia wataalamu kuna njia binafsi muhimu kuzichanganua, kama ni njia salama. Salama ambazo si salama ni muhimu kuachana nazo na kuzitenga. Ukiendelea kufanya hali hii ya matumizi ya vilevi kwa muda mrefu, mwisho wa siku ni kwamba kwanza kuna changamoto ya afya mwili ambayo inaipata, lakini pia kuna zile risk za kupata uraibu. Kwa hiyo moja kwa moja sio njia salama na riski zake zinakuwa ni kubwa, na tatizo sio kwamba umejaribu kulisuluhisha, zaidi tu ni kwamba umelipoza kwa muda, lakini mwisho wa siku hali itakuja kama kawaida. Kwa hiyo muhimu kujifanyia tathmini, njia salama ni zipi na njia salama sizo ni zipi, na lakini pia kutafuta njia nzuri ya kuweza kuchanganua na kupata suluhisho, na sio tu kupoza kwa muda, kuangalia suluhisho zinaafikiwa na zinachanganuliwa kwa ajili ya kukuwezesha kwa muda mrefu na sio tu kwa muda huu mfupi. Kwanza kabla sijajibu swali hilo, tukumbuke kwamba katika swala zima la afya ya akili, kama nilivyosema, kuna changamoto za afya ya akili na magonjwa ya akili. Na magonjwa tu ni kutokana na zile dalili zimedumu kwa muda fulani, ndio itatusababishia tujue kwamba hii ni hali fulani ya ugonjwa. Lakini changamoto za afya ya akili tunapitia nazo muda wote, na ni muhimu sasa kujua njia salama za kuweza kulinda afya zetu za afya ya akili. Binafsi yangu napenda kusema kwamba afya ya akili inalindwa na ni muhimu kuilinda afya ya akili. Jitihada ambazo zinatumika kuwaona wataalamu ni kwa ajili ya kulinda afya yako ya akili. Riski inayokuja afya ya akili isipolindwa mapema inapelekea hali ya ugonjwa wa akili, kwa sababu zile dalili zitaendelea kudumu na mwili utakuwa unaendelea kupambana muda mrefu, na mwisho wa siku kuna maendeleo hayatakuwa yanafikiwa binafsi, hata kwa mazingira yanayokuzunguka, jamii na kitaifa. Kwa hiyo ile swala la ubaguzi kwamba huyu mtu ameenda kumuona mtaalamu, ameenda kumuona mnasihi, counselor, psychologist, zile ni njia na jitihada ambazo zinatumika kulinda afya yetu ya akili ili tusije tukapata magonjwa ya akili. Kwa hiyo tuone kama ni hali ya kawaida katika njia salama. Kwa hivyo kama mtu anapitia changamoto za afya ya akili kwa muda mrefu na dalili zile, mfadhaiko wa kihisia, msongo wa mawazo anaendelea tu kupata muda mrefu, yuko kwenye riski ya kupata ugonjwa wa akili, na mwisho wa siku watu wanapitia vifo, kupoteza uhai, kupoteza maisha, maendeleo binafsi, jamii inayokuzunguka hamna. Na tufahamu kwamba kingine labda nipende kusema, nakumbuka katika mafunzo tuliokuwa tunapataga kwa wakufunzi wetu, walikuwa wanatuambia kwamba akili pia ni kiungo, kama ilivyo moyo, ilivyo figo, inafanya kazi. Ikiumwa ni ngumu kuelewa kwamba inaumwa, kwa hiyo hata kufanya kazi inakuwa ni ngumu. Kama nilivyokuwa nasema kwenye afya ya akili, yale maeneo kwamba matatu: namna unavyofikiri, namna unavyohisi na mienendo, ambayo kwenye hali ya usawa, hali ya ustawi, hali chanya. Akili ikiumwa ni ngumu kuwa na hiyo hali nzuri. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu atashindwa kufanya kazi vizuri, kutakuwa na hasara zaidi kuliko faida. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu haya mapema ili kuweza kulinda au kuhakikisha kwamba jamii yetu tunaishi katika mazingira ambayo pia ni salama, lakini pia katika hali ya ustawi zaidi ambayo ni afya kwa ujumla.
Unaona, kwa hiyo ni hayo ambayo naweza kusema. Mpaka kufikia hali ya ugonjwa wa akili, kwanza visababishi vinakuwa viko tofauti tofauti. Kuna mambo ambayo yanapelekea mpaka mtu kufika ile hali ya ugonjwa, na kabla hujafika kwenye ugonjwa wa akili kuna ile hali ya chini kabisa. Kwanza hali ya chini ni hii afya ya akili iko vizuri kabisa, lakini hatuwezi tukaishi tu hivi usisikie kuna hiki kuna kile. Ndio hizo zitakuja changamoto au vitu fulani ambavyo vitaathiri afya yetu ya akili. Lakini sasa changamoto ya afya ya akili ikiendelea kudumu, sasa ndio itakuja hiyo hali ya juu ambayo ni ugonjwa wa akili. Wakati inategemeana na mtu au mtu binafsi, au inategemeana na mazingira mtu alipo, au ye mtu mwenyewe alivyo, kwa sababu kuna dalili zingine zinaanza mapema, yaani zinaanza tu kidogo kidogo, ambavyo utaona hii tayari ni hali ya ugonjwa wa akili imeshaingia. Lakini mbali na hapo, kuna mazingira mengine ambayo yanampelekea mtu anaonyesha ile ufanisi wake hauko vizuri, yaani ile kwamba anaweza kufanya hiki, anaweza kufanya vile ambavyo alikuwa akifanya unakuwa haupo. Yaani kuna changamoto fulani anaipata ya afya ya akili ambavyo anashindwa kukaa sawa sawa. Kwa hiyo ile tayari tunaiona isiposhughulikiwa mapema itapelekea kwenye hali ya ugonjwa. Kwa hiyo mpaka kufikia hali ya ugonjwa wa akili inategemeana. Kuna baadhi ya dalili ambazo zitaonyesha moja kwa moja, lakini wengine hawaonyeshi hali ya ugonjwa wa akili, lakini wanaonyesha tu dalili za ugonjwa wa akili ambavyo hatuwezi tukasema kama ni hali ya ugonjwa kama haijafikia vile vigezo vya kutambua kwamba hii ni hali ya ugonjwa wa akili. Na mazingira ambayo yanaathiri afya zetu za akili ni mambo tofauti au mambo mengi. Kwa mfano masuala ya ukatili, masuala ya malezi, mabadiliko kwenye jamii zetu, kwenye familia, kwa mfano kupoteza wapendwa wetu, kustaafu wakati mwingine, au changamoto za kupitia divorce, labda mtu anapitia kutalikiana au kutengana, shule kuachishwa, unabidi uhamishwe kikazi, inabidi uhame, mambo yana kushuhudia maajali makubwa au majanga makubwa. Hii ni mfano tu, na ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikateteresha afya yetu ya akili au kuleta changamoto ya afya ya akili. Na dalili zake kama mtu ana hivyo nilivyokwisha kusema awali, sasa zikidumu kwa muda fulani ndio, au pata sasa yale malalamiko fulani yatatuonyesha hii ni hali fulani ya ugonjwa wa akili, tegemeana na mtu atakavyosemea. Lakini pia kuna eneo vinasaba, genes. Pia kama watu wanatoka kwenye familia ambayo ina historia ya magonjwa ya akili, huyu mtu yupo kwenye risk kubwa zaidi ya kupata changamoto ya afya ya akili au kupata ugonjwa wa akili, na hii inategemeana. Kwa hiyo kuna wengine kama wana uwezo wa kuchanganua au kupambana au kupata yani umepata tu hali fulani ya changamoto na una uwezo kisaikolojia kupambana vizuri, unaweza ukaendelea ukarudi kwenye ile afya nzuri ya akili. Lakini kama uwezo huo kisaikolojia, kihisia unashindwa, inaweza ikapelekea sasa changamoto ya afya ya akili au ugonjwa wa akili, ingawa tu risk zinatofautiana. Yule ambaye anatoka kwenye historia ya magonjwa, familia zenye changamoto za afya ya akili au magonjwa ya akili, anaweza akawa kwenye riski kubwa, tofauti na yule mtu ambaye hajatoka kwenye familia zenye historia hiyo. Na hii pia haimaanishi kwamba changamoto za afya ya akili au magonjwa ya akili hayawezi kumpata mtu yoyote. Mtu yoyote anaweza kupata saa yoyote, wakati wowote. Riski tu ndio tunatofautiana, inategemeana kutokana na mazingira na historia ya familia yake. Kwa hiyo ni maangalizo kama hayo na kujua kwamba afya ya akili kila mtu yuko nayo. Saa yoyote inaweza ikawa haiko sawa au kuna wakati yuko sawa, na kuelewa kwamba mabadiliko yale yakitokea
changamoto hizi zikitokea, namna gani zinaweza zikaathiri afya yake ya akili na kuzifanyia ufumbuzi mapema. Kama nilivyokuwa nagusia ile za awali kwamba kutokana na labda niseme na mambo ya utandawazi na elimu kidogo, watu wanaanza kuelewa kwamba afya ya akili ikoje kidogo, yani watu wanaanza kupata picha, ingawa bado kuna jitihada zinahitajika kuhakikisha kwamba zinawafikia watu wengi zaidi, lakini huduma hizi watu sasa wanaanza kutambua. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuja wanafika na wanaweza kupata huduma kwa sababu wameshaona kwamba hapa kuna hali fulani yeye binafsi au saa zingine aidha kwa ndugu wanaoishi nao, kwa hiyo wanawatafutia msaada wa kitaalamu zaidi. Lakini kingine ambacho naweza kusema kwa sababu mpaka mtu anafika kwa mtaalamu, maana yake kuna vitu labda amejaribu kufanya ikashindikana, au anahitaji ubobezi zaidi au utaalamu zaidi kuweza kumsaidia. Na kuenda kumfuata mtaalamu wakati mwingine sio kwamba ni huyu anaenda kumfuata mtaalamu ni mgonjwa wa akili. Hapana, kama nilivyosema awali kwamba hizi ni jitihada zinazofanyika mtu asipate hali ya ugonjwa wa akili. Na mtu anaweza akawa anaishi na ugonjwa wa akili, tuseme mtu tu ana depression, lakini afya yake ya akili ikawa iko vizuri, kwamba ni mtu anaishi na ugonjwa wa akili lakini afya yake ya akili ikawa iko vizuri. Na hizi jitihada zinazofanyika kwenda kuwaona wataalamu, kwenda kupata kama ni dawa ni nini, zote hizi ni kwa ajili kuhakikisha kwamba mtu analinda afya yake ya akili ili asifike kwenye hali ya ugonjwa wa akili. Kwa hiyo mbali na wataalamu, maisha yetu tunayoishi tufahamu pia kuna vitu vidogo vidogo, baadhi ya vitu ambavyo tukivifanya pia ni jitihada ama moja kwa moja ni njia au nafasi ya kulinda afya yako ya akili. Kwa mfano, kupata usingizi wa kutosha ni hali ya kulinda afya yako ya akili. Unauwezesha ubongo wako kupumzika pamoja hata na mwili kiujumla kupumzika. Ukiwa ni mtu ambaye una changamoto ya kupata usingizi, muhimu kuanza kutafuta wataalamu waweze kukusaidia, kwa sababu inawezekana kuna hali fulani ambayo unakuwa unaipitia na kukosesha kupata usingizi. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo ni vya kawaida, kupata masaa ya kutosha ya kulala, kuweza kula vizuri. Na hapa kuweza kula vizuri namaanisha kula kama vile ule mlo ambao ni wanasema balanced diet. Muhimu kuzingatia kwa sababu kumbuka pia ubongo ndio unaowezesha pia kuwa na afya nzuri ya akili. Kama ubongo pia unashindwa kulishwa vizuri, ni changamoto ambayo mtu anaweza ikaipata ikaweza kuleta athari ya afya ya akili, changamoto ya afya ya akili au hata kwenye magonjwa ya akili. Lakini vile vile kufanya mazoezi inasaidia pia kulinda afya yetu ya akili, kwa sababu unavyofanya mazoezi unauwezesha mwili kutengeneza zile homoni ambazo ni nzuri, ambazo zitatufanya afya yetu ya akili katika hali ya uwiano na ustawi mzuri. Vingine ambavyo napendaga kuongezeaga kwa mfano, kama kuna mtu ana vile vitu vyake akifanya anapenda, na ni vitu ambavyo viwe salama, ni vitu vyenye tija, vitu vyenye afya. Kwa mfano labda kama mtu anapenda kuimba, labda mtu anapenda kucheza, vitu vya namna hiyo.